Sana TV. Adui mkubwa wa mwanadamu anaweza kumsumbua mpaka yote akamshinda, akaona mimi nitaenda kuswali tu, muda si huko, apitwa na jamaa, akaona saa raka mbili za nini, muda mshakuwa hivi. Yote hayo ni adui mkubwa ambao ni Sheitani. Asema baadhi wanafunzi katika madarisi waliulizwa ya kwamba adui wa mwanadamu ni nani, wakasema nzi. Sema nzi kwa sababu anaambukiza maradhi, ndio itikadi yao, lakini adui mkubwa ni Sheitani, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, inna shaitana lakum aduwan fattakhidhuhu adu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Hakika Sheitani kwa mwanadamu ni adui, mfanyeni huo kuwa ni adui yenu, kwani anawalingania watu wake ili wawe katika watu wa motoni. Kwa hiyo mfanyeni ni adui yenu, asikupelekeni motoni. Huyo ndio adui yetu mkubwa, anaweza kukutoa katika mambo yote ya kheri. Ama nzi ni kiumbe mdogo dhaifu ambayo hawezi kukutoa katika ibada, katika nini sana, hata maradhi unaweza kujikinga nao, lakini angalia Sheitani anaweza kukutoa katika ibada, akakwambia fanya tu kazi yako, nataka kuswali dhuhuri bado muda huko, fanya tu hivi, utataka kuswali hivi, utataka kufanya hivi, fanya kwanza biashara, utatoa zaka muda fulani. Kwa Sheitani ni adui aliyokuwa wa kwanza, adui kwa mkubwa. Mwenyezi Mungu tuambia tumfanye kwa adui, tusimfanye kwa rafiki yetu. فهو يضحك على الأراذل من بني آدم والسفلاء، لكن الأولياء والصالحين لا يقدر فيهم الشيطان، كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني يتبعونه ويمشون معه. Anasema haika Sheitani daima siku zote hucheza na akili za watu na kuwapoteza na kuwadanganya, lakini pamoja na hayo hana uwezo na hana power ya kuweza kumpoteza yule aliyekuwa na imani, kwani Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, hakika huyo Sheitani hana uwezo wa kuweza kuwapoteza wale walioamini, isipokuwa yeye ni mtawala na kiongozi kwa wale wanayemfuata na kuweza kutomwamini Mwenyezi Mungu, wakawa ni wenye kufanya mambo mabaya. Hao ndio watawaliwa wa Sheitani. ويضحك على الناس في الدنيا ثم يضحك عليهم في الآخرة. إذا دخلوا أهل الجنة الجنة ودخلوا أهل النار النار، يقوم عند أصحابه خطيب لهم، يقول لهم، يقول ربي حكى لنا قصته في الغار، وقال الشيطان لما قضي الأمر وقعوا أهل الجنة في الجنة وأهل النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، لا دولة ولا حكومة ولا سلاح ولا عسكر ولا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بالبساطة هكذا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فيزدادون عويلا فوق العويل وصراخا فوق الصراخ ولا ينفعهم في تلك الساعة أحد. Atuambia Sheitani daima hapa duniani hupenda kuwahadaa watu na kuwacheka, na hivyo siku ya kiyama atawacheka watu na kuwakataa watu na kuwakimbia, kama ilivyokuja kwa ikishapita hukumu, watu wa peponi wameingia peponi na watu wa motoni wameingia peponi. Watu wa motoni wameingia motoni, watalia na kumlaumu Sheitani. Sheitani awaambie, hapana, mimi sina uongozi, nisikuwa na uongozi wenu, wala sikukudanganyeni ninyi, wala sikukupigeni vita, mimi sikuwa na silaha yoyote kuweza kukokoteni kwa nguvu, labda mseni nilikushikieni mtutu tukakulazimisheni kumwasi Mwenyezi Mungu. Hapana, ila nilikuiteni mkaniita mimi, mkanifuata pasina kutumia nguvu yote. Mimi sikukujia na silaha, sikukujia na lote, wewe mwenyewe ulinifuata kwa hiari yako na kwa mapenzi yako. Kwa hiyo leo hii usinilaumu mimi, jilaumu nafsi yako wewe mwenyewe. Kwa nini ulinifuata mimi? Kwa nini uliniitika mimi? Mimi nilikuita tu kaitika. Kule kuniitika kwako ulikuwa una akili, ulikuwa una haki ya kuweza kunikatalia. Nisike kubebea silaha mimi, wala nisike kubebea fimbo mimi, ila nilikuita ukaniitika kwa ridha yako na kutaka mwenyewe. Usinilaumu mimi, jilaumu nafsi yako wewe mwenyewe. Hiyo ndio hali ya Sheitani ambayo siku ya kiyama atakuja kuwakataa watu na kuwaruka watu, kama kuwa hapa duniani hakuwa na wahadaa. من يحسد بني آدم حتى يقال إن رجل ذاهب إلى المسجد آخر الليل، وكما قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهذا الرجل خرج من بيته ذاهبا إلى ربه متلبسا بثيابه النظيفة
متعطرا متزينا، فلما وصل في الطريق فإذا هو بزلق نجاسة في الطريق، سقط هذا الرجل. ثم لما سقط تنجست ثيابه وجسمه وبدنه، ثم جاهد في نفسه ورجع إلى البيت وتطيب وتغسل وتطيب وتلبس مرة أخرى وجاهد في الله حق جهاده، نزل ثاني مرة. ثم إذا ما وصل إلى هذاك المكان سقط ثاني مرة ويأتي له النجاسة مرة ثانية، ثم ذهب إلى البيت وجاهد نفسه على أن يتغسل ويتلبس ويتطيب، ثم خرج مرة أخرى وسقط. ثم الثالثة جاهد نفسه وخرج، فلما كذوا عند هذه النجاسة والمياه الوسخة فإذا هو بأحد يمسك يده ويأخذه إلى المسجد حتى أوصله إلى عند الباب حق المسجد، لأنه هو عاقل شوية، مسك بيده. فلما كذوا عند باب المسجد قال شوف هذا الباب حق المسجد، هذا السقاطة المفتاح حق ادخل. قالوا أوه جزاك الله خير، أنت جبتني إلى المسجد، من أنت؟ قالوا مالي ومالك، أنت تبغى المسجد، ادخل المسجد. قال لا أبغى. من هذا شلني إلى المسجد؟ جزاه الله خير، من أنت؟ قالوا مالك ومالي. قال لابد تقول لي. قالوا ما بقول، وأنا ما بفكك. فلما يتيادرون فكنا، قال ما بفكك لما حتى تقول لي. فلما ضير منه قالوا أنا الشيطان. أنت الشيطان؟ الشيطان ما يدل حد على الخير، كيف تدلنا إلى بيت الله؟ قالوا إيش سوي بك؟ أنت ذاهب إلى المسجد أول مرة تسقط في الزلق وفي النجاسة وتريع وتلبس ثياب نظيفة أخرى غفر الله لك. ثم تأتي ذرة أخرى إلى المسجد متطيب متعطر متلبس حتى تسقط في هذا المكان وتريع ثياب بإله حق جهاده، فيغفر الله لأهل بيتك. ثم في الثالثة فخفت أن يغفر الله لأهل بلدك، ما بغيت لأبوكم شيء مغفرة. شوف حسد بالشيطان على بني آدم يصل إلى هذا الحد. Naam, anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia akisema kuwa wape bishara wenye kutembea kwenda msikitini nyakati za giza mbili. Akasema utakapoamka alfajiri giza enda msikitini, ima kabla ya adhana, wataka uwahi umejiandaa vizuri. Toa kisa kuwa sheitani ana mchezo kaza kukuchezea njiani. Waweza kufika sehemu akatoa kisa kuwa shetani alimchezea mtu mmoja bali kwenda msikitini usiku giza hivyo. Fika sehemu akateresa akaanguka kwenye najisi, nguo zikachafuka. Huyu mtu ametoka nyumbani kwake ameoga, akajipaka uturi vizuri, amevaa nguo nzuri enda kuswali. Kina afika njiani akaanguka nguo zikachafuka kwenye najisi. Akarudi kenda akabadilisha nguo. Anarudi mara pili fika pale pale akaanguka tena pale pale kama alivyoanguka mara kwanza, akatereza akaanguka nguo zikachafuka. Karudi kenda akabadilisha nguo. Mara ya tatu alivyofika pale kakutana na uterezi, lakini kabla hajaanguka yule mtu akashikwa mkono na mtu akasaidiwa ili asianguke paka hadi kwenye mlango wa msikiti. Kufika kwenye mlango wa msikiti akamwambia mlango wa msikiti hapa ingia, mimi siingii. Akamwambia wewe ni nani ule nisaidie mpaka nisianguke nikafika hapa msikitini? Akamwambia wewe usitaki kujua mimi nani, wewe ingia msikiti mlango hapo. Sema hapana. Yule mwana akasema nimekamshika mkono, anamwambia sikuachii mpaka akamwambia wewe nani. Yule bwana akamwambia mimi ni sheitani. Akamwambia sheitani ndio nionyesha mimi khair, umesaidia khair mimi nisianguke mpaka nifika msikitini. Sheitani kazi yake sio kuamsha tu khair, kuamsha mabaya. Vipi wewe? Sheitani akamwambia sikiliza, nilikufanyia mchezo mimi. Mara ya kwanza ulipofika pale ukaanguka ukachafuka, nilijua utaacha kuja kuswali, lakini ulirudi kwenda kujisafisha, ukasamehewa dhambi zako. Ukaja mara ya pili ukaanguka ukachafuka, nikajua utazira kusali urudi nyumbani. Ulivorudi kaenda kujisafisha na kubadilisha nguo, ukaja mara ya tatu, watu wa nyumbani mwako wote wakasamehewa. Mara ya tatu nikaomba nikajua wewe ukifanya hivyo utarudi kwenda kujisafisha, na ukijisafisha watu wa mji wako wote watasamehewa madhambi. Sasa ili watu wasisamehewe madhambi mji mzima, nikakushika mimi kukuleta msikitini huko, kwa sababu tu ungefanya hivyo wewe, basi ahlul baladika wote wangeweza kusamehewa madhambi zao. Sasa shaitani ana khiana na ana hila na anajua milango ya khairi. Mwambie ingia usali leo, Mwenyezi Mungu amekusamehe dhambi zako. Hivyo ndivyo shaitani anavyohangaika, anapoona unafanya khairi anatumia kila hila ili akufelishe. تعرف من هو العدو الحقيقي؟ هو الشيطان ولا الذباب؟ الذباب هذاك في الدنيا بسيطة شوية، لكن الشيطان هو العدو الأكبر الذي يغويك ويبعدك عن ربك ويبعدك عن الجنة. هذا هو الشيطان الخبيث الذي عليك تجنبه، هذا هو العدو المستمر، عدو لكم مبين. علينا أن نتجنب هذا إبليس وهذه الأعداء الأربعة. عليك إذا تجنبتهم فأنت من كبار الأولياء.
جمعهم الحبيب علي بن محمد الحبشي في شطر بيت، قال: واحفظ القلب أن يلم بالشيطان والنفس والهواء والدنية. إذا سلمت من هذه الأربعة الأعداء، الشيطان والنفس والهواء والدنيا، فأنت من كبار الأولياء. Anasema huyu ndio adui mkubwa wa wanadamu, shaitani. Pamoja na kuwa na nzi, naye pia ni adui wa wanadamu, lakini shaitani ni adui aliyokuwa mkubwa mno, ndio kombora kubwa la kuweza kuangamiza wanadamu. Tahadhari nafsi yako, iangalie nafsi yako, ujichunge na mambo manne. Ujichunga na mambo manne haya, wewe utakuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa mjikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Nafsi yako, matamanio yako, dunia yako, pamoja na shaitani. Shaitani, nafsi yako, dunia yako na matamanio yako. Haya manne ukijichunga nayo haya, ukajua, ukachukua tahadhari nao, basi utakuwa ni wenye kunusurika na wenye kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. والصلحاء والعلماء يتأدبون مع كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، حتى أن الإمام الغزالي روي عنه إنه لما كان يكتب برح الذباب على القلم، يكتب بالمداد، كمان عندهم أقلام أول بالمداد والحبر، فلما برح الذباب تأدب مع هذا المخلوق حتى وقف الكتابة وبقاه هكذا ماسك القلم حتى شبع وروي ونفض الجناح حقه وسافر، طار. فلما مشى بعدين طار واصل الكتابة، فرؤي بعد موته قيل: بما غفر الله لك؟ قال: غفر الله لي بأدبي مع هذا المخلوق. Anasema ama wanachuoni na wajawema wanapata mitihani, kila aina ya mitihani wanakumbana nayo. Mfano Imam Ghazali, Mwenyezi Mungu amrehemu, wakati anaandika darasa zake au vitabu vyake, alikuwa anatumia kama tunavyotumia kijiti, anachovya kwenye wino alafu anaandika. Alivyochovya kwenye wino kijito chake ile kwenye kikopo cha wino, ili aje kuandika, kabla kugusa karatasi, nzi kaja akatua pale kwenye ule wino ule, akaanza kunywa. Imam Ghazali ikabidi aganisha mkono wake vile vile bila kutingisha, yule nzi kanywa mpaka akashiba, akacheza mbawa zake pale, akacheza miguu yake pale, akajifuta, akafanya nini. Alivyomaliza akaondoka zake, akaambiwa amekusamea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumwachia nzi anywe huyo. Akasema nitaadabu kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo waja wema ndivyo walivyopita katika misingi hiyo, walikuwa wanachukua ibra kwa kila tukio linalokuja kwenye macho yao, walifanyia kazi na kuona kuwa ni msingi wa mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. لأن الله ما خلق كل شيء عبث، فعلينا نتأدب مع مخلوقات الله جميعا، خصوصا المسلمين بعضا البعض، المسلمون كالبنيان يشد بعضها بعضا. نتأدب مع كل مخلوق، مع كل من يقول لا إله إلا الله، فكيف مع العلماء، فكيف مع الصلحاء، فكيف مع الصحابة، فكيف مع كل مؤمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتأدب بعضنا لبعض حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. Anasema Mwenyezi Mungu hajaumba kila viumbe tu bure bure hivi. Hata ukiona vile vidudu nini, basi viumbe kwa hikima ya Mwenyezi Mungu. Ni wajibu wetu tuheshimiane na tuheshimu viumbe wa Mwenyezi Mungu, haswa sisi Waislamu. Kwa sisi tuheshimiane, uwe na heshima kwa wanachuoni, uwe na heshima kwa mashekhe, uwe na adabu na watu, na wenyewe watakuheshimu na watakufanyia adabu na watakupenda na wewe. Hivyo tupendane sisi kwa sisi, haswa kwa Uislamu. Tamko letu wote ni kwa moja, ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tuheshimiane, tupendane, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupenda. Tufanye ibra kuwa Mwenyezi Mungu hajaumba kitu bure, ila kwa hikma na malengo yaliyokuwa maalumu ambayo wewe huyajui, ayajua yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinachotakiwa tu wewe uishi kwa adabu, uishi kwa heshima na viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا متحابين في الله، متواصين في الله، متواخين في الله، ويجمعنا كرات ومرات. ونعتذر على التطويل إذا طولنا عليكم، لأن مش تكلمت واحد، تكلمنا اثنين، واحد اثنين نفرين، مش تكلم واحد، محاضرتين. هذا عذرونا على التطويل في الكلام، ونسأل الله لنا وكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.